Na habari za wakati huu, mtazamaji wa Tumaini Television, bila shaka hujambo. Karibu sana katika kipindi maalum kwa siku hii ya leo. Karibu tuambatane pamoja, ni azibe tu dakika zako 30 tukizungumza masuala kadha wa kadha. Ni kipindi maalum, kwa hiyo kwa maalum wake, na ndio maana hii leo tuko hapa, na hata jambo ambalo tunakwenda kuzungumza siku hii ya leo na lenyewe pia ni maalum kabisa. Hivi basi karibu tuambatane pamoja. Mimi ni Anet Nyoni, na siku hii ya leo katika kipindi hiki maalum tunaangazia miaka 40 ya hospitali ya Cardinal Rugambwa iliyoko ndani ya Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam pale Ukonga. Sasa katika miaka tokea kuanzishwa kwake hivi sasa, hii leo tunazungumzia miaka 40 katika kuhudumia jamii katika sekta ya afya, lakini zaidi sana masuala mengine, masuala ya ushauri kiafya, masuala ya matibabu pale yanapatikana ya kiafya, kuhudumia wakazi wa jiji la Dar es Salaam. Na pamoja nami katika kipindi hiki maalum kuzungumzia hiyo miaka 40, niko na Dr. Sister Sarah Deogratias. Yeye huyu ni mkurugenzi na mganga mfawidhi wa hospitali hiyo ya Cardinal Rugambwa, na zaidi sana niko na Neema Paul. Yeye huyu ni afisa mawasiliano kutoka hapo Cardinal Rugambwa, maana mawasiliano mzetu huyu. Na zaidi sana niko na Sister Elvira Alchiras. Nafikiri nimetamka vyema jina yetu haya. Haya, huyu ni mfanyakazi kutoka hospitali ya Cardinal Rugambwa. Karibu mtazamaji, tuambatane pamoja. Jamani, tumsifu Yesu Kristo. Amina. Nimefurahi kuwa nanyi siku hii ya leo. Masuala ya afya tu nimesheni hapa. Kwa sababu afya ndio mtaji. Na karibu sana sister. Mkurugenzi, nimefurahi leo kuwa nawe hapa. Najua mara nyingi tunakutana pengine katika matukio mbalimbali pale katika hospitali ya Rugambwa. Ndio, asante dada. Naam. Na mtazamaji, hii leo tukizungumzia hospitali ya Cardinal Rugambwa, na jina tu lenyewe hilo unaweza kuona namna ambavyo hayati Mwadhama Laurent Rugambwa, alama ambayo ameiacha katika kanisa la Tanzania, zaidi sana ndani ya Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Ni moja kati ya mambo ambayo hayati Mwadhama aliyafanya kuhakikisha kwamba basi sio tu utume ule wa kiroho, kuhudumu watu katika namna ya rohoni, lakini zaidi sana hata kimwili, kugusa afya za watu. Leo hii tunajivunia kwamba tuna hospitali ya Cardinal Rugambwa, na zaidi sana miaka 40 tokea kuanzishwa kwake. Najua miaka 40 ni umri mtu mkubwa kabisa. Miaka 40 mtu mzima kabisa. Pengine hata ana wajukuu. Pengine ana wajukuu. Sister, nikianza nawe Sister Sarah, tukianza kujenga msingi kuhusiana na maadhimisho haya ya miaka 40 tokea kuanzishwa kwa hospitali ya Cardinal Rugambwa, kidogo tu tuanze kufahamu namna ambavyo hospitali hii ilianzishwa tokea wakati huo, lakini na safari hata kufikia hii leo. Asante dada Anet kwa nafasi na kuwa pamoja nasi. Niseme kwamba hospitali hii ya Cardinal Rugambwa imeanza mwaka 1986 na ilianzishwa na hayati Mwadhama Laurent Cardinal Rugambwa, ambaye ndiye alikuwa askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Lakini pia tukumbuke kuwa huyo licha ya kuwa askofu mkuu wa kwanza mzalendo wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, lakini pia alikuwa kardinali wa kwanza Mwafrika. Naamini watu wanalifahamu hilo, na ndio maana mara nyingi tunalisema ili kila mmoja kadiri tunavyo muda unavyokwenda kila mmoja aweze kumfahamu. Kwa hiyo hospitali hiyo ilianza huo mwaka, kwa hiyo mwaka 1986 mpaka sasa ni miaka 40. Na hospitali hii ilianza wakati huo kama kituo kidogo tu cha afya, na ilikuwa inaitwa Ukonga Maternity. Kwa hiyo ilianza kama dispensary ambapo huduma za kujifungua zilikuwa bado, na ilipofika mwaka 90 basi ndio zikaanza huduma za kujifungua. Kwa hiyo imejulikana sana na watu wengi walikuwa wanaamini sana kwenda kule. Na Mwadhama hayati Cardinal Rugambwa alianzisha hospitali kituo kile. Kwa wakati ule ilionekana Ukonga ilikuwa ni eneo ambalo liko pembezoni. Kwa hiyo sio kama sasa hivi tunaona tuko mjini. Lakini wakati ule watu walikuwa inaonekana ni pembezoni na hawakuwa na huduma pengine hazikuwa nzuri sana. Kwa hiyo Mwadhama kwa kushirikiana na wadau mbalimbali akawa ameianzisha
hiyo kituo cha afya kwa nia tu ya kuwasaidia watu ambao hawawezi kwenda mbali kufika Muhimbili wakati huo kupata huduma, ili waweze kupata huduma nzuri na bora. Basi ikaanza, na ilipofika mwaka 90 kama nilivyosema, huduma za kujifungua zikaanza 2005 ikawa sasa imebeba jina lake la Cardinal Rugambwa Hospital. Ilipokuwa sasa hospitali ya wilaya. Kwa maana yake mwanzoni ilikuwa ni dispensary, Ukonga maternity, baadaye ndio sasa ikapewa jina la Cardinal Rugambwa kama heshima ya kumwenzi na kumkumbuka yeye ambaye alikuwa mwanzilishi. Na tukumbuke kwamba Cardinal Rugambwa yeye alifariki mwaka 1997. Kwa hiyo aliacha ikiwa bado ni kituo kidogo cha afya, na kwa kweli maono yake alitamani iwe hospitali kubwa ambayo leo hii tunajivunia. Miaka 40 si mchezo dada. Ni watu wazima ambao kama tutakavyosema tutawatafuta tuwapate. Kwa hiyo mpaka anafariki ilikuwa bado haijaweza kujipambanua vizuri kama alivyotamani iwe. Basi kwa hiyo hiyo mwaka 2005 ikawa hospitali ya wilaya, na 2022 tunamshukuru Mungu kwamba imeweza kupanda hadhi kwa hospitali ya rufaa ya mkoa. Kwa hiyo unaweza ukapata picha kwamba tuna furaha namna gani tunapoadhimisha miaka 40 kwamba hichi kituo chetu cha afya wakati ule na sasa hospitali ya rufaa ya mkoa tunahudumia wengi na watu wamezaliwa pale wengi ambao kama tutakavyosema utaona kama tunajipanga ndani ya miaka 40. Kwa hiyo imeendelea kukua ikiwa inapanua, inaongeza wigo wa vipimo, watu wa huduma wa ngazi mbalimbali, na sasa tunamshukuru Mungu miaka 40. Na hii miaka 40 ya hospitali hatuwezi kuiadhimisha bila kuunganisha sambamba na kumkumbuka, kumwenzi na kumwombea hayati, kumwenzi na kumwombea hayati Kardinali Rugambwa, kama ambavyo Baba Askofu Mkuu Juda Thaddeus Ruwa'ichi alimpa nafasi yake anayoistahili kwa kweli, kwamba mwaka 2021 Baba Askofu Mkuu alizindua maadhimisho ya kumwenzi Cardinal Rugambwa kila mwaka, na akaiteua tarehe 12 ya Julai kila mwaka kwamba tumkumbuke, tumuombee na kuenzi mambo mengi ambayo aliyatenda, moja wapo ikiwa ni kuanzishwa kwa hospitali ya Cardinal Rugambwa. Kwa hiyo sasa tunapoadhimisha miaka 40 tunaenda sambamba na kumwenzi. Kwa hiyo ndio. Kwa hiyo basi niseme ni hayo kwa kuanzia. Unajua vipindi bado viko vingi. Sasa tukiongea kila kitu leo itakuwaje kama watu wakashindwa kutufuatilia kabisa. Lakini basi tuna furaha na tumejipanga kwamba hiyo siku ya maadhimisho iwe nzuri. Hiyo ya tarehe 12. Sasa kwa mwaka huu badala ya kuadhimisha tarehe 12, Baba Askofu Mkuu ameteua tarehe 9 au amechagua tarehe 9 ya mwezi Julai mwaka huu 2026 iwe kilele cha maadhimisho. Tumeshazindua, yaani hapa katikati ndio tunaweka tu tuna mambo kadha wa kadha ambayo tutayafanya tukielekea kilele cha maadhimisho, ambayo tutakuja sasa kila kipindi pengine tutaenda tuna mega moja baada ya jingine ili tuweze kufanya vizuri katika maadhimisho. Na naamini hivyo tutafanya vizuri, kwa sababu tukiangalia kama ni kwamba tayari mmekwisha kuanza mapema activities mbalimbali kuelekea hiyo tarehe yenyewe ya 9 ya mwezi wa 7. Sasa umezungumza hapa kuhusiana na miaka hiyo, hii leo tunazungumzia miaka 40 na umezungumza ya kwamba kwa kuanzisha kwa kituo hiki cha Rugambwa awali ilikuwa sana watu kwenda kujifungua hivyo na namna ambayo ilikuwa ikiitwa yenye maternity. Kwa naamini ni kwamba pengine kuna wengi ambao hii leo pengine anaangalia kipindi wamezaliwa hapo, ama mwingine anaangalia hapa najua mimi nishawahi kujifungulia pale mtoto wangu wa kwanza au wa pili au hivyo. Na katika kuelekea sasa kilele cha maadhimisho haya ya hospitali ya Rugambwa, ili sasa nitaelekezwa kwako hapa mwana mawasiliano, pengine namna gani mmekusudia hasa kuwagusa wale ambao kwa namna moja ama nyingine, na wao kuna namna pengine ni mzazi, pengine hata ni mtoto, lakini leo ni mtu mzima lakini alikapita pale,
Okay, nashukuru kwa nafasi hii ya kipekee. Kwanza kabisa katika safari yetu ya kuadhimisha miaka 40 ya kutoa huduma, tuna lengo la kuwakutanisha hawa ambao wamezaliwa Kardinali Rugambwa Hospitali. Maana kuanzia mwaka 1986 mpaka leo hii kwa kweli huenda tukawa tuna wajukuu kabisa. Ya wengine ni watu wazima na wengine wanazidi kuzaliwa leo hivyo. Kwa hiyo tuna mkakati maalum ambao mkakati tuna group letu la WhatsApp. Hilo group tumewaadi kwenye hilo group. So kwenye hilo group tunakuwa tunawapa updates ya nini kinaendelea mpaka kufikia kilele ya. Kwa hiyo sasa tunafanya hivyo kwa ajili ya kufanya ile networking. Tunahitaji wafahamiane, lakini sio tu kufahamiana, tunaweza tukashare ideas mbalimbali ni nini kifanyike kuelekea ile siku ya kilele. Tukapanga mikakati yetu maalum kwa sababu kama tulivyosema tunataka sherehe yetu ipendeze, iwe nzuri. Kwa hiyo tukikutanisha tunaweza tukapata mawazo tofauti wakatuambia basi tukifanya hivi tunaweza kuboresha, tukifanya hivi inaweza ikawa hivi. Lakini pia kutengeneza bond kati ya hospitali na wao. Hata kuhudumiwa pale. Sio tuseme tu kuzaliwa, pengine kuna mtu mwingine alisaidia kwa namna moja ama nyingine, kwa changamoto fulani ya afya, lakini Kardinali Rugambwa ikafanikiwa kutibu tatizo ambalo alikuwa nalo. Kwa hiyo maana yake tusifunge tu kwa wale ambao walizaliwa, pengine hata kwa wale ambao walitibiwa pale. Labda dada Janet, kuongezea hapo ni kwamba hiyo Google form ambayo imetengenezwa ambao wanafanya registration mle au wanajiandikisha, tumeweka pia nafasi ya watu wengine ambao pengine hawajazaliwa pale. Kwa nao wanajiandikisha na wanakuwa na group lao, nao tunawatafuta kwa namna hiyo. Kwa hiyo tumeweka wigo huo kwa sababu kuna mwingine pengine hajazaliwa pale, lakini kila anapojisikia kwamba anataka kwenda hospitali anakuja Rugambwa. Kwa hiyo nao hao tumewapa nafasi ili tuweze kusikia mawazo yao juu ya hospitali, wapi wanatamani tuboreshe, wapi tufanye hivi. Kwa hiyo tumejipanga vizuri. Umezungumzia hapa Neema, umezungumzia group la WhatsApp. Sababu unajua sasa hivi dunia kweli ipo kiganjani. Namna gani sasa huyu alizaliwa pengine amehudumiwa pale atafikia ili aweze sasa kuingia, kama ni linki kama nini, yani ni utaratibu gani ambao pengine mmeandaa ili aweze kuwa pamoja nanyi katika kusherehekea miaka 40? Okay, kwa ambao wako mbali na sisi ambao hawezi kufika pale hospitali, kuna namba ambayo hiyo namba anaweza akanitafuta kwa WhatsApp, akaniandika tu message, mimi ni mzaliwa Kardinali Rugambwa, then mimi nikamuunga kwenye grupu moja kwa moja akakutana na wenzake. Na nafikiri naweza nikaitaja, haina shida. Ya ni 0769 228 376. Rudia tena 0769 228 376. Kwa hiyo nitafuta kwa hiyo namba ukaniambia mimi ni mzaliwa Kardinali Rugambwa, nitakuunga moja kwa moja kwenye group. Kwa kweli yajayo yanafurahisha kwa kuwa tuna mipango mingi kwa ajili yao. Sio tu hii sherehe kuelekea miaka 40 na kusherehekea miaka 40, tuna mipango mingi kwa ajili ya hawa waliozaliwa Kardinali Rugambwa. Na sambamba na hiyo tarehe 13 mwezi wa 4 2025 tutakuwa na kikao cha kwanza ambao tutawakutanisha sasa kuanza kupanga mikakati yetu ya nini kifanyike ili sherehe yetu iweze kupendeza. Na haya, kwa wewe mtazamaji ambaye pengine umezaliwa Kardinali Rugambwa ama hata mama lakini umejifungua hapo, basi ni fursa pia nzuri kwako kumwambia mtoto wako, bwana pale ambapo ulizaliwa, pale ambapo sauti yako ya kwanza kabisa ilisikika, kilio chako kilisikika, pale bwana kuna jambo, kuna kitu kinafukuta, na wewe mshiriki baraka hiyo. Sisi tunafahamu kadiri ambapo tunakuwa tukisherehekea pengine jambo fulani, ambapo tunajua hospitali imepitia vipindi tofauti alikuwa na hadhi hadi hii leo hapo ambapo ipo. Nalenga hasa nini hasa katika maadhimisho haya mwaka huu 2026? Kitu gani ambacho kama hospitali nalenga? Asante. Katika maadhimisho ya mwaka huu, baada ya kuona kwamba hospitali yetu ina watu wametuamini, wanakuja wengi, si tu kujifungua, hata katika kutibiwa magonjwa mbalimbali, tukaona sasa miundombinu inakuwa finyu, wagonjwa wanakuwa wengi. Sasa tunafanya nini? Tukalenga maadhimisho ya miaka 40. Tunapomshukuru Mungu kwa kipindi chote cha miaka 40 tumehudumia watu. Sasa tufanye nini cha pekee? Tukaja sasa na wazo la kujenga jengo kubwa zuri
Yaani sio tu kubwa. Malizia. Kuna miaka 40 mingi sasa. Kabisa. Inabidi mtu pia akifika aone kwamba hii hospitali kweli ina miaka 40. Ili yale majengo ya miaka 40 kidogo tuanze kuyapunguzia majukumu. Kuna mabadiliko. Kwa hiyo tunalenga kujenga jengo zuri la kisasa la ghorofa 3 ambalo tunatamani tulijenge na litagharimu kiasi cha shilingi za Kitanzania bilioni 2. Bilioni 2. Unajua kitu kikiwa kitaka kitu kizuri lazima pia na wewe ujitoe. Sasa na kwa mwaka huu tunalenga tukusanye walau bilioni 1. Tukiweza kupata zote bilioni 2 tutashukuru Mungu, lakini tumelenga walau tupate bilioni 1 ambayo itatuwezesha kujenga ground floor ya kwanza alafu na floor ya kwanza walau. Na kama tutapata zaidi basi tutaendelea, pengine mwaka kabla hujaisha tukamaliza, lakini tunaomba kabisa watu wanaotusikia, wanaotuona watuunge mkono katika jambo hili kwani tunania kwamba huduma za mama na mtoto tuweze kuziboresha zaidi. Na pia tunalenga kuweka maabara ya kisasa. Maabara yetu bwana imekuwa na nidhibitishwa kimataifa kufanya vizuri. Labda na hilo nalo nimetoboa kwenye kifurushi cha kipindi kijacho kwamba sasa kama maabara yetu ndogo lakini inaweza kufanya vizuri katika vipimo vyake. Tumelenga sasa katika hilo jengo jipya na la kisasa tuweze sasa kuweka tuweze kujiachia vizuri na kuongeza vipimo vingine vingi. Kwa hiyo hilo jengo kwa kweli tunaomba kila mmoja wetu anayetusikia atuunge mkono, watuchangie kwa nia tu ya kuboresha huduma na kuweka huduma stahiki zaidi kwa watu. Kwa hiyo hilo ndio hasa lengo na lengo lingine kama alivyosema Neema ni kuwakutanisha hao watu ambao ndani ya miaka 40 wamezaliwa pale. Tunania wafahamiane, networking. Unajua wengine hawajapata kazi, wengine wako kazini, na sisi kwa namna Mungu alivyotuwezesha tuone namna gani tuweza pia kuwasaidia hao watoto wetu. Tunatamani wawe na maisha mazuri. Ukiwa na maisha mazuri na Rugambwa pia itakuwa vizuri, itarudi kwenu na kabisa. Na mtazamaji, mara hii tutakwenda kupata mapumziko mafupi. Punde tutarejea. Kumbuka hiki ni kipindi maalum na zaidi sana tunazungumzia miaka 40 tangu kuanzishwa kwa hospitali ya Kanali Rugambwa iliyoko ndani ya Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, na namna ambavyo pengine hospitali hii imegusa maisha ya watu katika kuboresha afya zao, kwa sababu afya ni mtaji. Afya yako ikiwa vizuri, basi naamini kila kitu kinaweza kufanyika kwa namna nzuri kabisa. Kama ni kumsifu Mungu utamsifu vizuri, kumwabudu Mungu utamwabudu vizuri, kadhalika pia hata kwenye kazi pia utafanya kazi yako vizuri kwa sababu tu kiafya uko vizuri. Tarejea punde mara baada ya mapumziko mafupi. Mtazamaji, tumerejea tena. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, fahamu ya kwamba unatazama Tumaini Television na kipindi hewani ni kipindi maalum tukizungumzia miaka 40 tangu kuanzishwa kwa hospitali ya Kanali Rugambwa iliyoko ndani ya Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Na pamoja nami hapa niko na mkurugenzi huyu ni mkurugenzi lakini pia ni mganga mfawidhi wa hospitali hiyo, Sister Sara Deogratias, lakini pia niko na Neema Paul, yeye huyu ni afisa mawasiliano na mahusiano kwa pale Kanali Rugambwa, na Sister Elvira yeye ni mtenda kazi katika hospitali hiyo ya Kanali Rugambwa. Sister, kabla hatujaenda mapumziko mafupi, tulizungumzia lengo ile kufikia bilioni 2 ili tuweze kujenga ghorofa jengo zuri kabisa la ghorofa 2. Ndio. Sasa pengine ni utaratibu gani ambao mmeuandaa ili hili lengo liweze kufikia, tuhakikisha kwamba hiyo pesa kweli tunaipata na hiki ambacho tumenia kukifanya kwa mwaka huu 2026 tunakifanya? Asante. Tumeweka malengo ya, kwa mfano kama hivi tulivyokuja hapa, tunajua kabisa wapo wengi watatusikia. Kuna wengine hawajawahi kuhudumiwa pale lakini watawiwa kutuchangia. Kwa hiyo watatusikia na watachanga. Na pia tumeenda katika redio mbalimbali, sio tu TV, watu pia wametusikia. Na tunaona watu wanaanza kuchanga kwenye account, ipo moja ya Mkombozi, ipo ya CRDB na ipo Lipa Namba. Na mimi tutazitaja baadaye. Kwa hiyo watu tunaona wanahamasika kufanya hivyo. Lakini vile vile
tunatengeneza kitenge ambacho sister atakizungumzia. Ni umeweka kimya kwa hiyo kimya wewe sister Musa hapo. Sisi haja Jumaimai. Kwa hiyo sasa tunahamasisha ndio kupitia mitandao ya kijamii hii, lakini tunatembelea watu wakitualika. Wapo ambao wametualika twende katika taasisi zao kuzungumzia Rugambwa. Twende tunawapima afya, wakati huo tunawaambia tunataka nini. Kwa hiyo ni ile namna mtu atakavyowiwa kwamba jamani tunatamani kuwachangia, tunatamani kufanya hivi, na kuna wengine ambao wameahidi kwamba wataleta vifaa vya ujenzi. Na mtu mwingine labda ana kiwanda cha kokoto, anasema jamani sister, kokoto kiasi gani mnahitaji? Ni kiasi cha kumonyesha tu utamwaga hapo. Kwa hiyo ni ile mtu atakavyohamasika. Mwingine anaweza kusema nitaleta vitanda vya hilo jengo au nitaleta hivi. Kwa hiyo tunawaalika wote wenye mapenzi mema kutuchangia fedha au vitu kadiri ya uwezo wake. Na sisi tunapokea hela yoyote ambayo mtu anafikiri kwamba yeye ndicho alichonacho, basi anatutolea, sisi tutapokea. Ndio dada. Lengo ni hili tu, lengo lile. Walau mwaka huu tupate B moja ya mwaka huu ambayo imekuja. Lakini watu wakihamasika zaidi, B kabisa sana kwa mwaka huu, tena kitu kikasimama. Hapo dada, kuna wengine wanayo hiyo B. Kabisa kaitoa kabisa hiyo. Kabisa sisi. Unaweza kuona ni mlima mrefu, kumbe kwa mtu mwingine anaona. Anasema sister bwana, sister bwana na wewe. Anaongea nini sister? Wewe niambie tu account number nitajie mmoja wapi mimi nidondoshe pale na mambo yakaenda vizuri. Sasa kwa upande wa kitenge sasa nilipoweka kimya kwa sababu maalum, sababu najua wewe uko eneo hilo. Naona umeshika kitenge kizuri hapa. Ni kizuri pia hata mtazamaji naye aweze kukiona japo hata kwa mbalimbali. Ni kitenge kizuri. Mtazamaji kizito, maana nimekishika hapa na gani ni kizito. Ni kweli kizuri, kizito, kina muonekano mzuri kabisa kitenge hiki, na kimeandikwa hapa Mwadhama Laurian Kanali Rugambwa 1912 hadi 1997. Hii ni kuzaliwa, lakini hii alipoitwa kwa baba. Umeona kitenge kizuri kabisa. Sasa tuambie kwa habari ya kitenge. Sasa kwa habari za kitenge hizi. Tukiwa na lengo letu kama tulivyoongea awali hapo, kwamba kumkumbuka, kumwenzi na kumwombea Aridina Rugambwa. Pia tukiwa na nia ya kujenga jengo la mama na mtoto. Tumeona pia tuje na kitenge. Tukiwa na hayo malengo yetu. Kitenge kizuri kabisa. Kwa hiyo mtu anayenunua hiki kitenge tayari anakuwa amechangia moja kwa moja huo ujenzi wa jengo ambalo tunatarajia kulijenga la mama na mtoto. Kwa hiyo nawaalika kwa watakaoguswa, ndugu jamaa marafiki, hata wewe dada yetu nafikiri wewe utaanza kuchukua. Naamini kitabakia hata kitondoka. Kwa hiyo kama ukiniruhusu naweza kutaja mawasiliano ili mtu aweze kupata kitenge hiki kwa urahisi. Hamna shida sister, kwa upande wa mawasiliano nafikiri tutataja tu vizuri ili mtu aweze kupata mwishoni mwa kipindi. Kizito. Kwa nimekishika hapa kweli ni kizito mtazamaji. Kwa hiyo ni wewe tu. Upatikanaji wake ukiacha ya kwamba pengine mtu atapiga simu, utamfanyia delivery na vitu kama hivyo. Pengine katika parokia mbalimbali tayari imekwisha kusambazwa kitenge hiki. Bado hakijasambazwa lakini kipo tayari. Kipo tayari pale hospitalini tunacho. Kwa hiyo hapa ni swala la mawasiliano, watu waweze kukipata hicho kitenge na kuanza kukisambaza. Tunatamani hiyo tarehe 9 mwezi wa 7. Kila mmoja atokelezee sasa. Usipange kukosa hiki kitenge. Sasa utajiona wewe yani uko tofauti na wengine. Zaidi wakisha unapata hiki kitenge usipitwe. Umeongea vizuri sasa, na niuliza hiyo parokiani kwa sababu najua katika parokia mbalimbali, mfano mzuri hata hapa Kristo Mfalme kuna kiduka pale wanauza visakramenti vipo, lakini na vitenge mbalimbali utakuta vya wawata, vya moyo mtakatifu wa Yesu. Kwa naamini pengine hata kwa wale ambao wanamiliki maduka kutoka katika parokia mbalimbali, basi pengine wakuone, kwa sababu utataja namba hapa wakupigie waagize tu mzigo wote. Tunataka pisi ngapi? Mtazamaji, tunaambia kwamba ukinunua kitenge hiki na wewe moja kwa moja utakuwa umeshiriki katika kufanikisha lengo la kujenga jengo hilo kubwa na la kisasa kwa ajili ya kumhudumia mama pamoja na mtoto katika hospitali ya Kardinali Rugambwa. Naam, pengine sasa mara hii tunapozungumza tayari kuna mtu ambaye anatamani kufanya kitu hii tuweze kufikia lengo la kuipata hiyo bilioni 1 kwa mwaka huu wa 2026. Pengine kuna account number, na kama zipo ni vyema pia tukazifahamu.
Sawa, asante. Akaunti namba kwa ajili ya michango ni 001154598501 na hii ni akaunti ya Mkombozi. Na akiweka pesa jina litatokea Cardinal Rugambwa Fund. Ndio. Na akaunti nyingine ni ya CRDB namba 01J2094311600 na hii itasoma jina Cardinal Rugambwa Hospital. Lakini pia tuna lipa namba mtandao wa Vodacom namba 55390104 na hii pia itasoma Cardinal Rugambwa Fund. Okay. Haya mtazamaji, kwa nambari hizo hapo basi na wewe utakuwa umeshiriki baraka hizo, lakini zaidi sana kufanikisha lengo la mwaka huu hapa wa 2026 kufikia bilioni 1. Tumezungumzia hospitali ya Cardinal Rugambwa. Mwingine anaweza kujiuliza hii hospitali inamilikiwa na nani? Mwishoni tufunge na tuweze kumfahamu mmiliki wa hospitali hiyo ya Cardinal Rugambwa. Asante. Hii ni hospitali inayomilikiwa na Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Naam. Ndio. Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Masista wa kule wapi? Bukoba ndio ambao mnasimamia. Tunasimamia pale. Mambo yaende vizuri. Huduma zitolewe na kufikiwa. Hivyo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba walao tumeweza kufikia miaka hii. Ya basi ndivyo ambavyo tunahitimisha hivyo mtazamaji siku hii ya leo katika kipindi hiki maalum. Nikukumbusha kwamba pamoja nami hapa nilikuwa na wakati mzuri pamoja na Sister Dr. Sarah Deogratius ambaye yeye ni mkurugenzi na mganga mfawidhi wa hospitali ya Cardinal Rugambwa, pamoja naye akiambatana na Neema Paul Mbembati, nitaje jina lake la tatu. Neema Paul Mbembati yeye ni afisa mawasiliano hospitali ya Cardinal Rugambwa, na pamoja nao Sister Elvira Alchaus, yeye ni mfanyakazi katika hospitali hiyo ya Cardinal Rugambwa. Zaidi sana tukizungumzia miaka 40 tokea kuanzishwa kwa hospitali hii mnamo mwaka 1986. Unaweza kuona hapo ni miaka mingi, lakini ni mengi ambayo wamepitia, na hata sasa ambavyo wanafurahia, wanashangilia. Naweza kusema miaka hiyo 40 ya huduma si haba. Ni miaka mingi na naamini yajayo nafurahisha. Neema alisema kabisa. Yaani mimi nawashukuru. Asante sana. Na pengine pia hata mtazamaji anaweza kujiuliza Cardinal Rugambwa huduma gani nyingi wanazifanya nini kadiri ambavyo tutakuwa tukiendelea. Maana hii leo tumeanza tu, ni kuambia mtazamaji kuelekea hiyo tarehe 9 ya mwezi wa 7. Kwa hiyo tuna vitu vingi ambavyo tutakuwa tukiendelea kuvifanya, tukivirusha hapa kupitia Radio Tumaini. Kadhalika pia vingine vikisikika Radio Tumaini. Baadaye pia tutakuja kuzungumza huko mbele kadiri tunavyoendelea huduma ambazo zinatolewa za kibingwa, pengine pale kuna huduma gani, kuna vitu gani. Wewe tu endelea tu kutegea sikio na zaidi sana macho yako kufuatilia Tumaini Television. Si ndivyo sasa? Najua na mimi natamani uambie watu kuna hiki, tuna hiki, tuna kile. Vitu ni vingi sana. Na mtazamaji, mimi ni Anet Nyoni, kwa niaba pia wenzangu hapa tukushukuru wewe mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi, na tukuage kwa heri kwa sasa na uwe na wakati mzuri.